Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii ya leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu bwana, si mwingine bali ni Rayvanny Vivani Boy. Ukizingatia kwamba huu bwana tunaelekea katika fainali za kombe la AFCON, na moja kati ya watu ambao wana trend sasa hivi Afrika nzima katika mitandao ya kijamii, iwe ni mitandaoni au ni mainstream media, basi ni hawa wachezaji katika kombe hili la AFCON ambalo linafanyika huko Morocco hapa Afrika. Lakini pia moja kati ya vivutio vikubwa katika mashindano haya ni inafahamika kwamba wachezaji wengi sana kutoka Afrika wanachezea katika vilabu vikubwa huko duniani. Bwana, ukizungumzia vilabu vyote vikubwa duniani, iwe ligi zote kuanzia ligi ya Uingereza, lakini Premier League, lakini pia katika ligi ya kule Spain La Liga, pamoja na ligi nyingine kibao kama vile France Ligue 1, bila kusahau mpaka kule ligi ya Uarabuni kule ambapo wanacheza wakina Cristiano Ronaldo, kuna wakina Sadio Mane humo ndani ambao pia ni wachezaji kutoka Afrika na wana represent nchi zao huku Afrika. Sasa mmoja kati ya wachezaji ambao wana represent nchi zao wakiwa huku Afrika ni mchezaji kutoka huyu bwana anafahamika kwa jina la Achraf Hakimi, ambaye yeye bwana ni mchezaji ambaye anakipiga huko Ulaya, lakini pia katika mashindano haya ya AFCON ameonekana akiwa amerudi nyumbani kwa ajili ya kurepresent nchi yake. So ni jambo ambalo ni moja kati ya vivutio vikubwa, kwa sababu ni moja kati ya celebrity wakubwa sana katika ulimwengu wa football duniani. Ukimzungumzia Achraf Hakimi, ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa kama vile ni icon kwa vijana wengi wa kiume duniani kote. Ukiachana tu na issue ya mafanikio yake katika upande wa soka, umahiri na uwezo wake mkubwa wa kucheza football uwanjani, lakini pia vile ni kwamba Achraf Hakimi amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao alionyesha jinsi gani ambavyo vijana wanatakiwa wajitambue. Bwana Hakimi alipata nafasi ya kuoa mwanadada huko nchi za nje. Ukielewa kwamba yeye ni moja kati ya celebrity wakubwa sana, ni kwamba Hakimi bwana, baada ya kuamua kuingia katika ndoa hiyo kutokana na mafanikio na fedha ambazo yuko nazo, bidada kumbe inasemekana alikuwa yuko na Hakimi kwa lengo la kuchuma fedha kwake, na baada ya kuolewa tu bidada akaanza kuleta mambo meusi, na at the end of the day ni kwamba bidada huyu bwana, kilichokuja kutokea ni kwamba akataka talaka, watengane. Sasa katika kuachana kama watu wameoana, obviously inafahamika kwamba lazima wagawane mali. Kwa hivyo basi Hakimi alilazimika kwa mujibu wa sheria kugawana mali zake binafsi na huyu bidada, na kitu ambacho kimekuja kutokea bwana ni kwamba jambo ambalo lilikuwa ni surprise kwa dunia nzima na hususan kwa huyo bidada ambaye alikuwa amemwoa, ni kwamba mali zake zote Hakimi alikuwa ameziandika kwa jina la mama yake mzazi. Hivyo basi ikapelekea moja kwa moja Hakimi ilibidi ashindwe kugawana mali nyingi ambazo inasemekana kwamba zilikuwa ni za kwake, kutokana na kwamba zilikuwa ziko katika jina la mama yake mzazi. Kwa hiyo binti aliondoka mikono mitupu, jambo ambalo waacha hoi watu wengi na vijana wengi sana wakawa inspired kuona kwamba kumbe Hakimi aliamua kufanya hivyo kwa lengo tu la kuwa makini, au kama vile alikuwa amechezwa na machale kwamba huyu binti anaweza kaibua zongwe muda wowote na ikamgharimu mali zake. So kitendo hicho bwana kiliwafurahisha watu wengi sana duniani kote, na hata huko Afrika watu wengi sana walikuwa very proud na kijana huyu. Sasa alitrend na watu wengi sana wamemfuatilia kutokana na hiyo sababu. Sasa ukiachana na hayo yote ni kwamba hivi karibuni katika finali za kuelekea katika finali za kombe hili la AFCON, ni kwamba mchezaji kutoka Tanzania mwanamuziki kutoka Tanzania, hapa tunamzungumzia Vivani Boy bwana, Rayvanny bwana ameonekana akiwa yuko na mchezaji huyo wa PSG Paris Saint-Germain, ambayo ni
ni klabu ya huko Ufaransa, lakini pia vile vile ni football player kutoka katika national team ya Morocco. Huyu Achraf Hakimi ameonekana akiwa yuko na Rayvanny. Sasa jambo ambalo limekuja kutrend bwana, sio tu Hakimi kuonekana na Rayvanny, hapana, ni issue ya reaction ya Hakimi. The way ambavyo Hakimi alivyoreact wakati anapiga picha na Rayvanny ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana. Yani wadau bwana huko mitandaoni wameshindwa kuelewa kwamba kwa nini Hakimi amefanya hivi akiwa anapiga picha na Rayvanny. Kwa mujibu wa video ambazo zimesambaa mtandaoni, zimemuonyesha Rayvanny akiwa amevaa suti yake nyeusi, lakini upande wa pili bwana, huku tulimuona Hakimi akiwa amevaa sweta jeupe na lina mistari meusi. Wote wamevaa suruali nyeusi by the way. Wakati wanapiga picha bwana, ni kwamba Rayvanny alikuwa anatabasamu kwa ajili ya kuangalia kamera, Hakimi naye pia akatabasamu kuangalia kamera, alafu baadaye akamtazama Rayvanny, alafu then akasogea kidogo pembeni na kucheka, jambo ambalo watu wamelitafsiri tofauti tofauti. Lakini Rayvanny ameposti hiyo video kupitia ukurasa wake wa Instagram na wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na video hiyo. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka comment hapa. Kwa mfano, kuna huyu hapa anaitwa Bongo Press ameandika kwamba aibu na anaona Hakimi. Kuna mtu mwingine hapa Romy Jones, huyu ni kaka wa Diamond Platnumz, lakini pia vile vile ni mdau mkubwa sana wa muziki hapa Tanzania, ameandika kwamba ushamba mzigo nye, yani akiwa kama vile anampondea Rayvanny kwamba ni mshamba. Anafahamika pia vile vile kwamba Romy Jones ni mtu ambaye huaga ana matani mengi, hususan kwa watu ambao ameshawahi kufanya nao kazi au amezoeana nao kama huyu Rayvanny. Lakini kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, uzidi kuwa juu my brother, Mungu wangu yuko pamoja na wewe popote uendapo inshallah. Kuna mtu amekuja kumtakia kheri Rayvanny. Kuna mtu mwingine hapa amesema bwana, amekuja ameandika kwamba Mungu hata wewe si unaona, lakini tulivyojikaza kucheka. Kuna mtu ameandika hivyo. Lakini baada ya hayo yote ni kwamba kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari baada ya hiyo video kusambaa, baada ya Rayvanny kuiposti. Kuna peji hapa ameandika kwamba bwana, kama vile Achraf Hakimi anamwona msanii wetu kituko hivi. Huyu ni Abi Kubanga, shabiki wa Harmonize Konde Boy, amekuja kuandika hivyo kwamba Hakimi kwa reaction ambayo ameionyesha katika hii video inaonyesha kama vile amemwona Rayvanny kituko. Lakini pia kuna mtu mwingine hapa anasema bwana, mbona kama vile Hakimi anamwona msanii wetu kituko. Hii ni page nyingine pia imekuja kuripoti the same thing. Lakini Mr Pimbi ambaye pia ni shabiki wa Rayvanny ameposti video akiwa anacheka, alafu akaandika kwamba bwana, sijapenda Hakimi anamdharau msanii wetu tena anacheka, sema bosi naye pia mbona analamba sana lipsi. Huyo ni Mr Pimbi ameandika hivyo katika hiyo page hapo.